First King chapter 22. First King chapter 22. Today I want to deal with people we relate. Watu tulie na uhusiano, ndugu kwa ndugu, ndugu kwa dada, dada kwa dada. Haleluya. Hiyo ndio nataka kufunza. Tusomewe. Haleluya. Chapter 22. Verse 4 to 10. Tusomewe. Wafalme wa kwanza 22 mstari wa 4. Akamwambia Yehoshafati, je, utakwenda nami tupigane na Ramadhani Gileadi? Yehoshafati akamwambia mfalme wa Israeli, mimi ni kama wewe, na watu wangu ni kama watu wako, na farasi zangu ni kama farasi zako. Yehoshafati akamwambia mfalme wa Israeli, uulize leo na kusihi kwa neno la Bwana. Ndipo mfalme wa Israeli akawakusanya pamoja manabii kama watu 400. Akawaambia, je, niende juu ya Ramoth Gileadi kupiga vita na ninyamaze? Wakasema, kwea, kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme. Lakini Yehoshafati akasema, je, hayupo hapa nabii wa Bwana tena ili tumuulize yeye? Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, yupo mtu mmoja ambaye tungeweza kumuuliza Bwana kwa yeye, yaani Mikaya mwana wa Imla, lakini akachukua kwa sababu hanibashiri mema ila mabaya. Yehoshafati akasema, la, mfalme asiseme hivi. Ndipo mfalme wa Israeli akamwita akida, akamwambia, mlete hima Kimaya mwana wa Imla. Basi mfalme wa Israeli na Yehoshafati mfalme wa Yuda walikuwa wakikaa kila mtu katika kiti chake cha enzi, wamevaa mavazi yao katika sakafu langoni pa Samaria, na nabii wote wakafanya unabii mbele yao. Haleluya. Jina la Bwana liinuliwe. Tunaona story ya Yehoshafati mwana wa Daudi, na tunaona story ya Ahabu ambaye ilikuwa mfalme wa Israeli. Wakati huo ni nyakati zile ambazo ni baada ya Solomoni kufa, mwana wake alipochukua kiti, ufalme uligawanyika na watu wa Yuda wakabaki pale Yerusalemu, na jamii hiyo ingine kubwa ya jamii 11 wakaenda upande wa Samaria. Samaria ni huko chini, Yuda ni huku juu mlimani, na siku moja tutaenda huko. So ufalme ukiwa umegawanyika, Yuda ikakuwa inafanya vizuri katika Yuda, na Wayuda walikuwa na mcha Mungu, na mfalme wa Yuda alikuwa na mcha Mungu. Lakini kumbuka kule upande wa ufalme wa chini walikuwa na miungu sana. Hata kama kulikuwa na watiwa mafuta wa Mungu, walipenda kuabudu miungu. Bwana Yesu ainuliwe. Na kwa hivyo Yehoshafati pamoja na Ahabu walikuwa na uhusiano wa watoto wao walioana. Na kwa hivyo Yehoshafati wakaenda kumtembelea. Na Yehoshafati alipoenda kumtembelea, mfalme wa Israeli alijua hawezi enda kwa vita na ashinde akiwa hana Mungu wa kweli. Lakini yeye mwenyewe alirefuse kuwa na Mungu wa kweli. I don't know whether you understand. Bwana Yesu ainuliwe. Mfalme wa Israeli alijua hawezi enda vita na ashinde akiwa hana Mungu wa kweli. Lakini yeye mwenyewe alikataa commitment za Mungu wa kweli. Akachagua miungu na akawa na manabii wa Baali. Baali ni miungu ambayo ilikuwa ikiabudiwa na mataifa nyakati zile. Na kwa hivyo wakati aliona Yehoshafati anajua huyu anatumikia Mungu aishie, akataka kuchukua advantage kwa sababu ya Yehoshafati amtumie, haleluya, ili aende apige vita na kupata ushindi kwa Mungu wa kweli ambaye anatumikiwa na Yehoshafati. Wakristo wenzangu, hii ni mambo yalitendeka hapa duniani, na haya ni mambo yanatendeka hivi sasa kwa kisasi hiki. Bwana Yesu ainuliwe. Utapata hata katika familia kuna mtu anajua kweli wokovu ndiyo njia. Kweli Kristo alitufia msalabani na katika Kristo kuna msaada. lakini hayuko
na majukumu ya kumbeba msalaba na kumfuata Kristo. Na sometimes they can be good to you. Wanaweza kujifanya wema sana kwako when they want to use you. Halo? Wakati wanataka kujinufaisha na wewe, wakati wameelewa status zako na kiungu ama status zako na Mungu, na wamejua Mungu anakutumia, they can take advantage to use you ili wascore kile wanataka kuscore. Jina la Bwana liinuliwe. Kanisa la Bwana, nimekuja kuwaambia, fungueni macho, muache kutumiwa vibaya. Watu waache kuwatumia vibaya. Remember, Ahabu is family member. Sababu Ahabu ni mmoja wa wana wa Israeli, kwa hivyo ni mwana wa Yakobo, na Yosafato ni mwana wa Yakobo. Jina la Bwana liinuliwe. Na kwa sababu hii mwana wa Yakobo ambaye ni Yosafati ameamua kutumikia Mungu wa kweli, na mwana wa Yakobo ambaye ni Ahabu ameamua kutotumikia Mungu wa kweli. Haleluya! Katika environment tulio nayo, tuna Wakristo gusi na tuna Wakristo indeed. Halo, kanisa la Bwana. Narudia tena, katika kanisa la leo tuna Wakristo gusi, Wakristo ambao ni Wakristo kwa jina, lakini hawana mzigo wa kutembea na Kristo, wala hawasalimishi maisha yao katika Kristo Yesu. And they know you. If you are a true worshiper, they know you. If you are a true man of God, they know you. And they will want to use you. Bwana Yesu ainuliwe. Watatamani kukutumia wakati ule watakuwa katika janga la tatizo na masasiso. Lakini wakisha toka kwa ile janga watakutupa. Jina Bwana liinuliwe. Na watakuacha. Tumekuwa tukifanya huduma na mke wangu, especially huduma za kifamilia. Wiki hii nimekuwa na masishi ya baba yangu ambaye alibatizwa akiwa mwanayudhi katika kanisa la ACK. Alipoenda Mombasa kasini, sababu watu wengi ugeuka na kuacha Mungu wakishapata kazi. I don't know what is job in you. Sijui kazi ni kitu gani kwa maisha yako. Alikuwa amebatizwa katika ACK. Alipoenda kufanya kazi Mombasa na akafanikiwa, akamaliza na kanisa. Lakini juzi akija kufa, akatoa msimamo kwa familia yake, akawaambia mimi ni Mkristo, kwa hivyo singependa kushikwa kama Muislamu na Waislamu. Na kwa hivyo alivyokufa ako Mkristo na ametangaza ni Mkristo. So wakaona sasa hakuna pasta huko anaweza wazikia, mkijua Mombasa imejaa wachungaji. So mama kanipigia simu akiwa na fasti sana, na wakaniomba niweze kuwazikia baba. Nikamwambia sababu ni baba yangu pia na I'm a member of family, nitachukua hiyo mzigo, na iligharimu sana. Bwana Yesu ainuliwe. But I want to tell you, wakati ule tulifika pale Nyadaro siku ya Tuesday pale Orokarau, nilihubiri. Tulikuwa na Pastor Andrew, na tulikuwa na pastor wetu wa Nyahururu, Pastor Justus, na tulikuwa na mke wangu, na tulikuwa na driver wangu, driver Robert. Ayuko awako pale. Bwana Yesu ainuliwe. Tuliweza kupewa nafasi na tukaweza kuhudumia wale ile familia, na tukaweza kufumsisha. Na nilipo malisa ibada, niliwaita kando nikauliza mlikuwa na saka gani ya ibada, sababu naona nimekuja na wachungaji. Waniambia hakuna kitu, budget walifanya hata kwa committee, hata coin. Bwana Yesu ainuliwe. Sasa napeana hii sio kuanika, lakini nataka kuonesha vile people they will use you once they have known you have the right to God. Lakini wanajua yule ana Mungu, sisi hatuna Mungu, lakini tunaweza kutumia yule tufuke kwa hii aibu. Ilishangaza sana. Ipo uliza mlikaa chini committee mkipanga mazishi, na mnajua iko Orokarau na mimi nahubiri Nairobi, wala hamukuweka bajeti yoyote. Kaniambia hatukujulishwa, wanaongea Kiswahili, hatukujulishwa jambo lote lile, hatuna mpango wote ule. Wala hatuna mpango hata hatukuambiwa hata kuna chakula cha mchungaji ama chochote. Sisi tulikuja tu utuzikie baba, twashukuru tena twarudi. Bwana Yesu ainuliwe. So this week I was used, but by my choice. Hallelujah. And I'm here to let you know and understand
that people they will use you, watu watakuja kukutumia. Nimekuja kukujulisha kwamba watu watakutumia. Mimi nilitumiwa, but was my choice kutumiwa, because nilitamani kuchukua nafasi hiyo nihubiri Injili, na niliombea hata wagonjwa. Na kutoka pale, kabla sijapewa testimony, na mama mmoja wa huko Orokarao kaniambia, pastor, mimi nimepona masikio yangu. Na kwa hivyo ningewapea nafasi wangetoa testimony. I believe Jesus worked a lot kwa hao watu, na kwa hivyo nilitumia nafasi ile kutukuza jina la Mungu na kutukuza jina la Kristo. Na kwa hivyo you can see, ukiambia watu waokoke na ukiwaambia mwelekeo wa kubeba msalaba, they refuse, wanakataa. Lakini siku ya majukumu wanajua mmoja ambaye amebeba msalaba ni fulani, na watakuja watakupata. Bwana Yesu ainuliwe. Vile vile kama hiyo jambo umeona hapa, kuna watu kabisa kabisa, Pastor Peter ni pastor wao, hawajibiki kwa tithing. Haleluya. Lakini sasa unabii umesema, sasa anarudi kwa akaunti, anatupa kitu. Hiyo ni ya children's home. Bwana Yesu ainuliwe. Nataka kusema hivi, be careful, stand with your God, understand, kueleza watu, geukia Mungu ndio ubariki, geukia Mungu ndio utengeneza mambo, geukia Mungu ndio anakupenda kama vile mimi ananipenda. Wacha tuweke wazi, tuache kuzoea kukaa na watu wa familia ambao wako kwa dhambi na tunahofia kuambiwa wako kwa dhambi. Kama kuna kitu mimi nachukiwa kwa familia ni hiyo. Bwana Yesu ainuliwe. Most of time wanafanya hata demonstration ya simu. Hatumtaki huyo, hatutaki mambo yake, because I tell people the truth. You need Jesus. Unahitaji Yesu. Na usifikiri kuna mabadiliko. Wakati mmoja nilisimama kwa nyumba ya my father in law, na nikaambia wote, niliangalia nikaona mko hapa wote, nikamwambia wakati huo Mungu alikuwa amenibariki. Ikiwa Mungu amenibariki, hiyo baraka ni ya kutukuza jina lake. Nikamwambia mkitoka hapo hiyo mmeona nimekuja na gari leo. Wakati ule nilibarikiwa na CQ. Ilikuwa 2020. Nikamwambia mwanao nimekuja na CQ. Yes. Very soon mtaniona na ingine, sababu Yesu na mtumikia ako hai. Mgeukieni Yesu awatumikie. Hiyo ilileta vita bwana. Hiyo haikugu. Ilileta moto. Sema moto wa kuotea mbali. Lakini sababu nilitabiri nikiwa mbele za Mungu ili Mungu atukuzwe, waliiona ya pili. Na walipoiona ya pili walibidi wafure kabisa na wakuwe maandui kabisa. Lakini bado natafuta nafasi nyingine ndio nigonge tena. Niwaambie hii ni Yesu amenifanya. Yesu amesidi kuwa mwaminifu. Do let somebody, usiwache mtu akose Mungu wa haki ukiwa karibu na yeye, then akunyemelee wakati wa giza. Mwambie ukweli kwamba una wajibu kama mimi wa kumtumikia huyu Mungu. Una wajibu kama mimi wa kutembea na huyu Mungu. Can you imagine? Ahabu anajua kabisa, nikienda kwa Mungu wa kweli na nikisikiza nabii wa kweli nitashinda ile vita. Lakini amechagua kusikiza manabii wa Baali. Sikia vile Yehoshafati anauliza, je, hakuna nabii wa Bwana hapa? Kwani hao wametoa nabii ni akina nani? Sababu mfalme alileta manabii wengi, wakatabiri, wengine hata wakafunga pembe kwa vichwa sao, sijui walisiweka na super glue, si kama kulikuwa super glue ama nini. Wakaweka pembe, wakamwambia mfalme, utasukuma mfalme wa Syria namna hii. Lakini mfalme Yehoshafati alikuwa na roho wa Bwana, akawaangalia, akageukia mfalme akamuuliza, hakuna nabii wa Bwana kwenye mji? Haleluya! Si uwe na roho wa Bwana. Ambia jirani, kuwa na roho wa Bwana. Mwambie discern things. Inaitwaje Kiswahili? Discerning. Discernment Kiswahili inaitwa Jesus. Fahamu mambo. Hapana. Una? Aswahili. Na nyinyi nyote mlikuwa darasani. Basi sitawategemea tena. Afadhali mimi sikuhudhuria darasani na ninakiongea. Bwana Yesu ainuliwe. Patrick, mlikuwa gerezani, nini darasani? Na mfahamu. Discernment, it is English. Ufahamu. Pokea kufahamu. Bwana Yesu ainuliwe. Utambuzi. Discernment. Ni utambuzi kweli.
Karibu tukuvalisha kawariae. Na unajua tukikuvalisha unaingia sababu ya madevu. Bwana Yesu ainuliwe. Lakini wewe ni wa Yesu. Umevaa kiremba ya Yesu. Na wewe ni nabii wa Bwana kwa jina la Yesu. So upate roho wa utambuzi. Yosafatu alikuwa na roho wa utambuzi. Akaangalia wakitabiri, akaangalia manabii, akawaangalia wakamaliza sarakasi. Akageukia mfalme akamuuliza, "Je, kwa mji huu hakuna nabii wa Bwana?" Na mfalme akakubaliana na mfalme Yosafatu kwamba hawa wakuwa manabii wa Bwana. Akamwambia, "Kuna kamoja lakini akapendi kuniambia vizuri." Akamwambia, "Usiseme hivyo mfalme, lakini alete." Akatumana, kakaletwa Mikaya wa Imira. Haleluya. Na alipokuja akatabiri, mfalme akageukia Yosafatu akamwambia, "Si nilikuambia atanitabiria vizuri?" Jina la Bwana liinuliwe. Kuna watu wanajua Mungu ako njia hii, Mungu ako madhabahuni ile, Mungu ako na ule mtu wa Mungu, Mungu ako hapa, Mungu anapenda hivi. Hata mtu anajua kabisa nikitaka kuabudu Mungu wa kweli na sahihi kufanya hivi na hivi, but they don't choose to do it. Hawataki kufanya. Jina la Bwana liinuliwe. Wanataka kuenda na njia ya chaguzi zao, lakini tatizo likifika wanajua hapa tunahitaji Mungu. They go for somebody who carry God. Hallelujah. Bwana Yesu ainuliwe. I refuse to be used like Yosafatu. And anyone who is going to use me is going to fall down. Ataanguka. Jina la Bwana liinuliwe. Ataanguka sababu walitumia Yosafatu naye akawa na roho wa Bwana. Akamwambia, "Je, hakuna nabii wa Mungu?" Kwa sababu hao wote walitabiri hawakuwa wa Mungu. Chagua kuenda kwa nuru, chagua kukaa kwa nuru, chagua kumtumikia Mungu, chagua kusimama mbele za Mungu. No matter inakukosti gapi, chagua kumwendea Mungu. Pasia ilipasuka na Kristo anahudumu ndani ya watu akipeana injili ya ufalme wa Mungu Baba. Fungua milango, umwachie Kristo akuongoze, umwachie Kristo akufundishe, na hata akikufundisha mangumu ya kubali. Haleluya. Mimi kuna vitu nimeenda nikijitrain. Hapo zamani nilikuwa na matatizo. Najua pia we kila mtu ashaikuwa na matatizo. Mimi nilikuwa na matatizo ya kuambia mtu sorry. Gwera sorry. Ndio goraini nitakipatie. Halo? Nasikia kwa moyo ni hapa ni mimi nilikuwa nimeko. Lakini najaribu kutafuta neno la naleta story nyingine. Si nani ashaipitia hiyo? Hallelujah. But I tell you, ni retrain until ikakuja. And today I can tell anyone, including my son, yule mdogo Sami, naweza mwambia sorry baba. Bwana Yesu ainuliwe. And nothing can cost me. Haitani cost chochote kumwambia sorry baba. Bwana Yesu ainuliwe. Lakini haijakuwa rahisi. You need to train yourself. Kuna mambo shetani anapinga tuwe nayo. Desturi za mtu ameokoka. Desturi za mtu ameokoka za kutendewa viaka na kutowaka. Ushaiwaka? Mimi nilikuwa nikikasirika na waka mpaka naanza kulia. Nikikwambia kitu na kuambia nikilia, na wewe songa mbali, sababu anytime unaweza tafuna meno na ngumi na magoti, kila kitu nilikuwa kwangu, kila kitu kinapigana. Kila kitu. Na sasa hiyo na kupiga na ninapiga duru. Sasa inashindikana nani anapigwa? Bwana Yesu ainuliwe. Inashindikana nani anapigwa? Bwana Yesu ainuliwe. Si kama ushikutana mtu aina hiyo. Mtu vita yake ina mipangilio, ilikuwa mimi. Na kupiga na ninapiga duru. Kabla ya kurukia, lazima ningepiga duru kama wewe umenigonga. Na naanza kukurukia nikiwa napiga duru. Vile kitu nitakufanyia kitu ambacho hakitapendeza. Nikamwambia Mungu, hii roho, hii sio ya watoto wa ufalme. Naomba uniondolee. Hii roho ya kukataa kusema sorry sio ya ufalme wa Mungu, naomba uniondolee. Hii roho ya kutokubali makosa sio roho ya Mungu, naomba uniondolee. Hizo vitu nikaanza kudili nazo, nikililia Mungu nilipojifahamu, na leo hii I can use it. Bwana Yesu ainuliwe. I can come to you and apologize. Very easy to me to apologize. Kwangu kukuomba msamaha ni kitu cha kawaida. Hallelujah.
Kwangu kukuambia nisamehe ni kitu cha kawaida. Kwangu kukuvumilia umenikosea na nikwambie tuendelee ni kitu cha kawaida. Jina la Bwana liinuliwe. Lakini haikukuwa rahisi. Ilibidi nijue hii ndio njia Kristo anataka, na hata kama iko ngumu namna gani nitaiendea. Nikachagua kuiendea, nikachagua nitasema sorry, nikachagua nitasamehea, nikachagua nitaacha uchungu. Yesu nisaidie kumaliza uchungu. Nikamaliza uchungu, nikabeba Yesu. Mwambie jirani kabeba Yesu. Mwambie jirani beba Yesu. Usiwe mdanganyifu. Mwambie utahitaji Yesu siku ya mabaya. Do not be a pretender. Usiwe mdanganyifu, sababu iko siku utamhitaji huyo Mungu wa kweli. Halo, iko siku utamhitaji huyo Mungu wa kweli. Jina la Bwana liinuliwe. And that's why I used to tell you, I cannot compromise. Hallelujah. Because I know I will need God and I need God. Jina la Bwana liinuliwe. Nitahitaji Mungu na ninahitaji Mungu. Jina la Bwana liinuliwe. Halo. Bwana Yesu apewe sifa. Nitahitaji Mungu. Wewe unaweza kosa kuhitaji Mungu, lakini mimi nitamhitaji. That's why siko tayari kucompromise. Nimechoose kufinyika niwe na desturi za Kristo. Nitembee kama Kristo. Mwili wangu nimeutoa kama saka, kama Warumi 12:1 vile inavyosema. Nimeutoa mwili wangu kama saka. Huu mwili wangu ni hekalu la Bwana, ni wa kutukuza Mungu, ni wa kumwabudu, sio wa kurukia watu na kuwakula na meno na mangumi. Bwana amenihurumia, atakuhurumia na wewe. Sijui mahali umekwama, lakini Bwana atakuhurumia. Usicompromise. Usikubali kutumiwa. Chagua Mungu wa kweli na uchague kumtangaza na kusema kwamba pazia ilipasuka. Kila mmoja anaweza beba Mungu wa kweli. Haleluya! Kila mmoja anaweza beba Mungu wa kweli. Naomba utusomee hapo hapo, uruke uende mstari wa 29, usomee mpaka 34. Tuko 1 King chapter 22. Some 29 to 34. Wafalme wa kwanza 20:12 mstari wa 29. 22 mstari wa 29 mpaka 34. Basi mfalme wa Israeli na Yehoshafati mfalme wa Yuda akawakemea mpaka Ramoth-Gileadi. Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, nitajibadilisha na kuingia vitani, lakini wewe uvae mavazi yako. Uvae mavazi yako. Mfalme wa Israeli akajibadilisha akaingia vitani. Ndio. Mfalme wa Shamu alikuwa amewaamuru wakuu wa magari yake 32, ndio, akisema, msipigane na mdogo wala mkuu, ila mfalme wa Israeli peke yake. Ikawa wakuu wa magari walipomwona Yehoshafati wakasema, wewe ndiye mfalme wa Israeli. Wagiliadi wakageuka juu yake ili wapigane naye. Ndio. Naye Yehoshafati akapiga ukelele. Ikawa wakuu wa magari walipoona ya kuwa siye mfalme wa Israeli, akageuka nyuma wasimfuate. Ndio. Mtu mmoja akavuta upinde kwa kubahatisha, akampiga mfalme wa Israeli mahali pa kuungana mavazi yake ya chuma. Ndio. Kwa hiyo akamwambia mwendesha gari lake, geuka mkono wako ulichukue kutoka katika majeshi, kwa kuwa nimejeruhiwa sana. Hallelujah. This man wanted Jehoshaphat to die their death. Hello? Si kama unaona hii jambo. Huyu Ahabu ambaye amekataa Mungu wa kweli na kuchukua miungu ya bahari, ametumia technique. Anataka Yehoshafati aliyemcha Mungu afe kifo chake. Alipofika vitani akamwambia, wewe usibadilishe mavazi, lakini mimi nitabadilisha mavazi na kuingia vitani pamoja na wanajeshi. Bwana Yesu ainuliwe. Sababu alijua mfalme wa Shamu ametumana ili kumuua mfalme wa Israeli. Jina la Bwana liinuliwe. Ambia jirani usiingizwe box. Mwambie fungua macho. Utakuliwa na watu. Utalipia damu ya wengine. Mwambie fungua macho.
usikuliwe innocent. Jina la Bwana liinuliwe. Christian, we need to wake up. Stand in the truth. Simamia ukweli. Kuwa mtangazaji wa ukweli. Tenda ukweli. Tenda ukweli. No matter the situation. Tenda ukweli, sababu ukweli utakuokoa. You know, sometimes sahi ni rahisi sana kuhubiri hiyo neno likose impact, lakini iko siku ya usiku mbaya, na utajua hii ndio dakika nahitaji Mungu. Kama Mungu atasimama, sitatoboa. That day will come. In all human being there is a darkness day. Katika maisha ya wanadamu kuna siku ya giza, kuna usiku mbaya, pale ambapo unaonanga Mungu asiposimama, sina mwingine wa kuniokoa katika hii situation. Jina la Bwana liinuliwe. And that's why you need to carry God. Unahitaji kubeba Mungu. Unahitaji kuwa na conduct na Mungu wa kweli. Unahitaji kusimamia Mungu wa kweli. Unahitaji kufanya Mungu, uondoe kufanya hayo mambo, sababu hayo mambo yatakwisha na yatukutia katika giza. Jina la Bwana liinuliwe. Be careful. Sasa unaweza cheza karongorongo na Mungu. Unaweza cheza kamarimari na Mungu. Just you are in the church. Kuna siku utafikiwa na usiku mbaya, au yuko karibu na Pastor Peter. Uende upige simu usikie mteja unayeteja atayeki ni mteja. Haleluya. Na unajua hapo kama mama akachokangi, kana bidii sana. Hata ukipiga tena katakuambia na akata kulipisha. Jina la Bwana liinuliwe. Hiyo ndio siku utajua. I wish I knew. Hallelujah. I wish I knew. Hakuna mwanadamu ana usiku wa nduru. Na hapo ndipo siku unafahamu nahitaji Mungu. Jina la Bwana liinuliwe. Yosafati akakubali ile deal. Nafikiri Yosafati alikuwa mtu wa amani sana. Sio kiberebere kama mimi. Nijitekere ubadilishe mimi nibaki nilikuwa mfalme, uingie kwa vita nipate kasarani. Nipate kasarani. Nitaumeria. Bwana Yesu ainuliwe. Sasa kingine ni vizuri kuwa shujaa. Usiingie box itakumeza. Jina la Bwana liinuliwe. Sasa ile unaambiwa na mtu tukunywe chai pale, fikiria what is behind this tea? What is behind this? Hallelujah. Mtu anakuambia I will stand with you in something. Ulisa before nifungue hiyo mlango asimame na mimi. What is behind? Unajua watu wengine wanastuka wakati wako inside the box. Anajaribu kufanya hivyo hawezi. Siwezi toka. Nishanaswa na kutabiria kwa jina la Yesu usinaswe. Kana roho Bwana. Katika jina la Yesu usinaswe. Kwa maisha haya usinaswe. Kwa desturi sisi usinaswe. Kuwa na desturi za Kikristo. Simamia mwangaza. Simamia nuru. Na kutabiria usinaswe. Kuna Mungu waangalia wa mchao. Nimesikia Maria hapa akisema akarokota chakula kwa borea. Sasa nikashindwa nini hizi stories zinakuwa similar. Mimi si kurokota chakula Mary, lakini kwa naenda soko ya Githurai pale chini kwa reli. Wakati wako wamefuka reli na rokota walikuwa na mwaga hapo avocado zile zimefinyika. Na mandisi ukirindoria. Sijui Kiswahili unasemaje? Ukiweka mandisi hivi ukirindoria. Sasa ukitoa zimeiva. Kuna zao zinakuwa zimekuwa na black sababu ya kuchomeka. Walikuwa natupa wapi? Nilikuwa naenda pia bagi ya yellow ya madisi na yellow na hiyo ndio nina survive nayo. Wakati nilikuwa mwinjilisti Mary. Na injili inaendelea. Na ningesimama kuhubiri, ungefikiria huyu jamaa alibarikiwa 2020. Ako smart. Jina la Bwana liinuliwe. Na amekula ana survive na avocado za kurokota. Na mandisi ya kurokota. Na kuna vile kuja kujua mandisi na avocado ukisimix ni meal nzuri sana. So hapo nimekusaidia. Jina la Bwana liinuliwe. And you can survive long. So nimeshindwa huyu mama, kwa nini story yake inafanana na yangu? Class 3. Hai. Kwa nini hizi vitu sina? May the Lord bless you. Jina la Bwana liinuliwe. Nasema hivi, do not compromise. Saa yote ukiingia kwa mission, ask yourself, hii mission ni nini Yesu anapata ama ni nini mimi napata? Bwana Yesu ainuliwe. You need to be very careful. Kabla hujafanya hiyo kitu, jiulize
faida itakuwa nini? Sababu wengi umeswa innocent. Wengi umeswa innocent. Sababu ya kutokuwa na kujiuliza na kutouliza maswali kuhusu hiyo. Yehoshafati angeuliza maswali kuhusu mfalme, unajibadilisha na mimi nibaki na nguo za kifalme kwa nini? Akamwambia wewe kaa hapo kwa gari ya kifalme na mimi nibadilishe mavazi niingie kwa vita. Wakaja kumuua, akapiga duru. Najaribu kuangalia Yehoshafati akikimbia akipiga duru, na alikuwa amekuja kwa vita. Oh my God, sio mimi baba. I surrender my life to you. Nimeanguka mikononi mwako Bwana, nisije nikakimbia, bali niwe mikononi mwako ila wakati, niwe mwenye hekima. Angalia Yehoshafati anakata bia akisema, sio mimi mfalme wa Israeli, mimi ni Yehoshafati wa Yuda. Anatoa mbio na kutabiria kwa jina la Yesu, usikimbie. Usikimbizwe na maadui wa enemy yako. Usikimbizwe na maadui wa huyo rafiki. Usikimbizwe na maadui wa huyo devospa. Usikimbizwe na maadui wa huyo mchawi, maadui wa huyo mganga, maadui wa huyo alikatae Injili. Usikimbizwe. Ukishirikiana na wao, omba Mungu akupe hekima, kuwa na hekima ya kiungu. Do not just fall. Kufuata. Kuna watu wanafuatanga, unajua niliokoka. Ukuokoka ufuatange ngisa, uliokoka ufuate Yesu. Jina bali inuliwe. Kama saa hii Patrick unajua ako hapa na ni wa Mugithi. Akualike Mugithi. Kuja. Nani huyo ataalikwa? Tupeane example na nani? Tupeane example na nani amealikwa? Tuseme huyo mtu. Huyo Mkristo amealikwa Mugithi na Patrick. Unajua Patrick ako kanisani na ako Mugithi. So anajua vile anaishingi na wale wa ukienda kule uchanganyishiwe. Waambiwe hii ni soda. Utopa? Na unaona kabisa Patrick amesi kitu. Sababu anajua hawa watu. Anawaelewa. Hawezi gonja kitu yao. Upatikane huko asubuhi ukifagiwa wakati kunafagiliwa. Hallelujah. Sababu ulifuata Patrick. Sababu Patrick ni wa kanisa letu. Patrick ni wa kanisa? Anapenda Mungu lakini hajaokoka. Ushaisikia kija kutoa ushuhuda hapa akasema ameokoka? Na kwa sababu hii nyumba ni ya Mungu Baba, nani anaweza kumfukuza? Si udhubutu muonane na baba yake. Haleluya. Lakini ukweli ni kwamba siwezi fuata Patrick kwa Mugithi. Na ni mshirika wetu. Roho whatever. Mama hivyo wega. Ni mshirika? Sio mshirika wangu, ni mshirika wa Baba. Na ni member wa God's Commanding. Changuvu. Hallelujah. Hallelujah. Ni member ni mshirika wa God's Commanding. Hallelujah. Lakini sio mshirika wangu. Ni mshirika wa Baba. Yeye jifanya mshirika wangu. Hata wale wananinyang'anya tithe na sio yao, si ni washirika wangu. Majambas. Hallelujah. Ni majambas. Utawapeleka wapi? Kwani kanisa ni yako? Si ni ya Yesu. Kanisa ni bibi ya Yesu. Bwana Yesu ainuliwe. Na mimi nahubiri kwa samu yangu. Ikiondoka mwingine anasimamishwa, maybe hata ndio Patrick atasimamishwa. You never know. Hallelujah. Our chairman alikuwa namba 2. Ndiye alikuwa anawahusia. Na alikuwa anakuja asubuhi Sunday akiwa na hangover. Alikuwa anapenda kukaa pale nyuma. Utamuona tu akiebuka saa ya sadaka. Au amekuja kaza akaona hangover. Hiyo imenifunza ya kutosha. Mimi siwezi kukusa mtu kanisani, wacha nikwambie. Kama kuna area Mungu alinifunza nayo, alinidiscipline nayo, ni ya Felix. Felix anauza baa, ana baa 2. Asubuhi anatoa lock, alafu anakuja kanisa. Bwana Yesu. Alafu Mungu anatoa unabii. Anasema unaona huyu atakuwa pastor. Nikienda nyumbani nasema na hiyo maneno ni mimi nasemanga ama naangalianga vizuri. Wakati mingi sana
Leo hii huyo jamani nikimwangalia hivi kwa ubaya naona Allah, hakuna Mungu ulikuwa unamaanisha. Na jamaa anakuja mbio. Si umesikia leo vile ametuaddress hapa na microphone. So kanisa ni la nani? Yesu. Hao watu ni wa nani? Yesu. Sina authority juu yao. Haleluya. Lakini ikisimama hapa nasema china bali inuliwe. Walete fungu la 10. Na nawaita mayambas kwa kutolea. Sababu ni Biblia inasema. Kwa sababu siwezi enda kuwapora hata ubarikiwe na bilioni 1. Ile unafaa ndio utale. Hiyo ingine ni yako. I have no authority. Kwa hiyo sina authority. Haleluya. Na mimi usingojee nishai kukuchorea atio tufanye deal fulani, sio mimi. Bwana Yesu ainuliwe. Jina la Bwana liinuliwe. Nasema hivi, Yehoshafati angekufa sababu ya kufuata mtu. Ati just because ni wa mbari yetu, ni wa familia yetu, sababu ni wa kanisa yetu. Haleluya. Sharon alikuja Sunday. Na wiki hiyo yote nilikuwa nikimwombea, sababu nilikuwa nikimwombea naona wachawi. Kuna wale wanamfunga miguu, kuna wale wanamfunga mgongo, kuna wale wanamfunga akili, kuna wale wanamfunga mikono. Nikawa nikitupa moto. Ilipofika Saturday, nikapigiwa simu na mtu. Na yuko hapa, nashukuru. Akaniambia unajua Sharon, amekuja church, ngamwambia kwa Sunday mbili sijamuona. Unajua aliniambia amechoka na church. Alikwambia amechoka na church wacha tu. Atachoka atakuja akivumzika. Sunday hiyo nikakuja nikamuona. Jina la Bwana liinuliwe. Sasa nikajiuliza, Sharon tumetembea naye miaka ngapi? Is her daughter. I can confess before you, Sharon is her daughter. Sio jambasi. Tumetembea naye miaka ngapi? Ni nini lilimfanya aende akashare na jambasi? Sababu hapa kuna majambasi wengi hapa. I tell you. Na nikakuambia mimi ni Pastor Peter, wako hapa tu ukishare na wao watakupea hivyo advice. Na wako hapa. Si mimi nitaongea mambo yako tu. Kwani naogopa? Bwana Yesu ainuliwe. Wako. Na majambasi ni wa Yesu sio wangu. But I have daughters and sons in the house. Bwana Yesu ainuliwe. Anaenda chagua, niliuliza kwa roho. Anachagua kushare na jambasi. Hakuniona, tumetembea na yeye. Unajua nimeenda mara 2 kwa ushago. Vihiga. Kani maji pastor amekanyanga kwa ushago. Vihiga. Mara ngapi? We Andrew, tuko na wewe miaka ngapi? 15 years. Nishaienda kwenu Kitui. Pastor Andrew sijaenda kwao Kitui. Na tuko naye 15 years. You see vile watu wananileti down. Hebu chuna kwa niaba yangu. Unaona hiyo jicho Mary? Hiyo ingekuwa risasi ungekupa. Na mnaweza chakubukia mtu hivyo. Hivyo ndivyo ninasema mchune. Siku ile mta. Hallelujah. But because it's in the house, Lord has restored. Amen. Si Mungu ambariki huyo mtoto. Amen. Ni mtoto mzuri, mtoto mtiivu, alikuwa ameteresa. Leo nataka kukuambia hivi. Tuna watu tunaishi na wao katika familia ambao sio ufalme wa Mungu, lakini wananena kuhusu Mungu huyu. Tuna watu tunatembea nao ambao sio ufalme wa Kristo, lakini wanaongea kuhusu Mungu huu. Unaweza kuwa confused sababu ukiongea Mungu anaongea Mungu. Ukitestify miracle ana testify miracle, but we are not walking in one way. May the Lord give you wisdom. May the Lord open your eyes. Walk with somebody we are walking together with in the honesty, transparent. Sababu wako watu wa Mungu. Kuna watu wa mchao Mungu. They are not after something, they are after God. Kuna mtu akoko hapa kanisani sababu anataka Mungu. Ninachotaka ni wewe tu. Ninachotaka ni wewe tu. Wa moyo wangu ni Yesu tu. Haja ya moyo wangu ni Yesu tu. Kuna mtu ako hapa sababu anataka Mungu. Na kuna mtu ako hapa sababu hata sielewi anataka nini. Niko na pointi 3 ningetaka kukupea. Haleluya. Nikimalizia, pointi ya kwanza,
Chunga kufanya biashara na mtu ambaye amko kwa imani moja, sababu nguvu zake na resources zake ujue anasielekeza wapi. Haleluya. Pointi ya pili, omba sana kwa sababu ushirikiano wako haila kukula, kuselebrate pamoja ama pate. Haleluya. Ulisa moyo wako, ni nani unaenda kusherehekea na yeye? Ni nani unaenda kushiriki na yeye? Ni nani huyu? Bwana Yesu ainuliwe. Sababu Wakristo wengi wameanguka kwa mitaro sababu ya hiyo mambo. Niko na dada, alikuwa dada mzuri sana, alikuwa anaitwa Wangui. Akakutana na ndugu alikuwa anatoa ushuhuda, alikuwa anaitwa Mushiri, na sio huyo wenu. Mushiri alikuwa anaishi pale Mathare North. Akasema huyu hata kama sio kanisa letu, si ni wa Kristo. Mushiri akaangalia kwa kasichana, akaona haka Mungu nisaidie. Haleluya. Mushiri akaambia Wangui, ningetaka unikujie Sunday twende kanisa kwenu. Wangui alikuwa mwana youth na alikuwa ako mwana mwari. Umeelewa vile nimesema? Alikuwa mwana youth, alikuwa mwana hata kama alikuwa na 28 years. You can see how that girl alikuwa amepiga mbio katika Kristo. Akakosa hekima. Akaulizia Mushiri, kwako unakaanga wapi? Huruma marifanana hivi, nikukujie twende kanisa yetu. Yeye akaenda. Mushiri akamwangalia akiwa ground floor na yeye kwa fourth floor, akamwambia akipanda, sababu hata ndio nimeamuka, nitaoga haraka haraka. Wangui akakuja kwa bachara, akaingia akaketi kwa stuli. Haleluya. Mushiri aliamka, akaloko mlango na roko, alafu akafanya hivi kwa basia. Si unajua ile room moja inagawanyishangwa na kitambaa, ikatupwa na huko ikaangua na huko rungu, na unajua chini ya kitanda kuna kuwa storage kumejaa. Wangui akamuuliza, kwani unataka hapo? Wangui alikuwa akiniambia, yeye ndiye alimpa hiyo story. Akaona danger, akaona ugwati. Na anaona ugwati, sasa ile nyumba imefu. Na sasa hiyo ameshapewa kachai na katosti. Na Mushiri ashaoga. Wangui alisikia miguu imeinuka, aliteremka kwa sturu nyuma na hapa. Haleluya. Akigongo hapa, si kwanza anaenda kidogo. Akajikosa ufahamu, mara hiyo aligonga chini. Mushiri akamchukua akamtupa kwa kita. Wangui akirudisha fahamu, alipata watu wameenda USA, wakaenda Texas, wakaenda wapi? Wakaenda Washington, wakarudi, wakatoka wakahama Washington, wakaenda Seattle, wakarudi wakahama Seattle, wakaenda, walisumbuka Amerika yote, state zote. By the way, hizo states zinakuwa ngapi George? Kama 52. Hallelujah. 54 ni countries Africa. 52 ndio states za America. Imagine jamaa hakuacha state hata moja. Alikuwa na jet ilikuwa inatoka Seattle Washington, New York, Virginia, ilikuwa inaenda kama umeme. Haleluya. Wangui akigeuka alipata Amerika yote imeunganishwa, imekuwa kitu kimoja. Haleluya. Halo, acha kucheza na hama jamaa. Wanayudi wako kwa hii nyumba. Wanayudi oye. Hiyo sauti ya wanayudi. Wanayudi oye. Lazima ujiulize, uhusiano huu unaelekea wapi? China wali inuliwe. Hii pate nimeitiwa inamalizia wapi? I know many things. My son Mwangi kabla hajaokoka alikuwa Pegira. Ni Pegira ama Pedra? Pegira. Na unajua ako MKU. So soko yote ya MKU ilikuwa chini yake. Na alikuwa kiniambia kwa pate ndio walikuwa wakiuza sana. Siku ya pate yako Suba ndio awashike vizuri. Ungetoka kwa pate moja na kama how much?
500. Unafikiri Bwana Yesu inuliwe? Na yeye ako soba lakini ana waroga wote. Shina wali inuliwe. So what I'm telling you, I know. I'm a father who knows many things. Shina wali inuliwe. So ukialikwa hata na dada yako na akuangi ameokoka, hapana, lakini siwajua ni blood sister, si ni dada yako, shirikiana na yeye kwa mambo ya familia. Lakini zaidi ya hiyo, ukijipata amekuweka jiko zao kusema usikujua, najua alikuwa dada yangu, we fungua macho. Tuko enzi baya, kisasi hiki ni kisasi kibaya. Haleluya. Andrew, unaitwa unaenda kuchinjiwa mbuzi, umesikia umetoka nje umekuja, kuja hapa kwetu tukuchinjie. Jiulize, unaenda kuchinjiwa kwa nini? Ni mtoto umeuswa huko, ndio tuweke mudhoni kadhijero. Haleluya. Bwana Yesu ainuliwe. You need to reason. Sema I need to reason before I do whatever. Because hii hapa ndipo Wakristo wengi wamekuwa defiled. Many Christians today, they are being defiled by friends, by family friends, by sisters, by brothers. I don't say that we refuse to be together with our siblings. No. But be wise. Be wise. China bali inuliwe. Be wise. Siku moja tulipelekwa kwa hoteli, tulikuwa kotini Kiambu kwa family issue. Na kwa hivyo tukaambiwa saa 8 turudi, tukatoka tukaenda kutafuta chai. Na tulikuwa na wale mabrudosa. Nikaangalia vile chai imekuja na nini na nini. Nilikuwa sina kakitu, lakini nikaamua hii ni mimi nalipa. Sababu niliona mtu aliyekuwa tayari kuilipa. Ndio nogwati. Ulara maudogo kama uko nogwati. Haleluya. Nikaangalia nikiwa katika ulimwengu wa roho. Nikaona mwenye anataka kulipa, nikaona ogwati. Ogwati ni nini na Kiswahili? Nikaona ogwati. Bwana Yesu ainuliwe. Nikaona hatari. Nikaamka. Na tule 12 twangu tuwili tulikuwa akinitoa machozi. Nikaenda nikawekelea kwa kaunta, nikamwambia nimelipa hiyo bili yote. Hiyo ndio kwa watoto wetu. Hawajui nitaenda Mungu. Haleluya. Imagine unatumia na unajua kutoka hapo kimeumana, lakini Mungu hakuniacha. Lakini nimeokoa. Halipojua nimelipa. Kulisa, why are you doing this? Why? Kambia, today was my day. That was my lesson. Wait until the next time. Sema, okay, if it was your day, it's okay. Kuito twaragia githungu. Tuli andu athomu muno. Hallelujah. Bwana Yesu ndiye. Mwana nioka. Yesu we mwega. Ukira indo ciothe. Wacha nikwambie. Be careful. Hii neno aliwezi toka bure. Hii neno aliwezi toka bure. Be careful. Be careful. Stand with the friends you have. Stand with the family you have. I don't say that our family are so evil. No. But stand it. Somebody, why are you doing this? Hallelujah. Stand it. Be very keen. Jiulize maswali, usitopoke tu. Otherwise, unaweza kudifailiwa na ukuwe kitu bure. Simama mahali uliko.